Taarifa zetu za alasiri tunaanza na The Inside, wito undani wa alasiri, ambapo leo tunaelezwa baadhi ya vijana waliomaliza mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT na sasa wakiwa wanafunzi wa vyuo vikuu wamejitokeza kuhamasisha wenzao kujiunga na mafunzo hayo, wakipinga taarifa za uzushi zinazoenezwa kuhusu JKT. Sharifa Mdeme kutoka Dodoma ndiye ambaye hii leo anatushibisha na undani wa alasiri. Kumekuwa na taarifa mbalimbali za upotoshaji zinazoelezea mateso na manyanyaso zinazowakatisha tamaa vijana kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT pindi wanapoitwa kujiunga. Wakati mwisho wa kuripoti kwa vijana waliohitimu kidato cha 6 2025 ikiwa ni Juni 8 mwaka huu, hali ya uzushi kuhusu mafunzo hayo inayoibua vijana waliomaliza mafunzo ya JKT na kujiunga na vyuo vikuu ambao wanashangazwa na taarifa hizo kulingana na faida walizozipata katika mafunzo hayo. Wamesema taarifa hizo ni za kupuuziwa, kwani mafunzo hayo yamewajenga katika uzalendo, nidhamu na kuwapa maarifa ya kutumia katika maisha yao ya kila siku. Jaziru Rubondo ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Ni miongoni mwa vijana waliopata mafunzo ya JKT. Anasema kupitia mafunzo hayo amejifunza stadi mbalimbali ikiwemo kilimo, ambapo kwa sasa analima shamba la nyumbani linalomsaidia kugharamia masomo yake. Naweza nikawa shahidi wa mafunzo yangu katika Jeshi la Kujenga Taifa JKT Maktopola. Kuna sekta mbalimbali, kuna sekta ya ufugaji wa kuku, kuna sekta ya kilimo, kuna sekta nyingi sana. Niende direct kwenye masuala ya kilimo. Kule tulifundishwa namna ya kuandaa vitaru, tukafundishwa namna ya kupanda vitunguu. Tumefanya hivyo na pia mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeenda kupractice direct kuifanya ile, na pia mpaka sasa ndio iliyokuja kunilipia ada yangu ya mwaka wa pili kupitia kitaru ambacho nilikianzisha nyumbani kupitia wazazi wangu, lakini mimi ndio nilikuwa msimamizi namba 1 kwa sababu nilikuwa nina ujuzi ambao nimeupata kutoka JKT Maktopola. Naye Anuari Abdul, Gida Thomas na Imala Sampala ambao ni wanafunzi wa chuo hicho wanasema mafunzo hayo yamewasaidia kubadilika, kuwa na maono ya kimaendeleo na kujifunza kujitegemea, tofauti na dhana potofu kuwa JKT ni mateso na adhabu. Mafunzo ni mazuri kwa sababu katika kufunzwa ustahimilivu na ukakamavu, usitegemee kwamba utaishi kama mfalme. Kuna vitu vidogo sana vya kawaida ambavyo tunavifanya kule. Ni mazoezi tu ya mwili ya kiafya ambayo wengine tunafanya kila siku na ameingia kwenye rutini za maisha yetu. Kwa hiyo ni mengi ambayo tumejifunza: kusimama mbele za watu, kuwa na ujasiri wa kuzungumza, namna ya kumudu, kumwateni, kupokea wageni, namna ya kuishi na watu katika jamii, namna ya kukorelate na mahusiano ya chuo ya hapa na pale na katika maisha yetu ya kila siku ambayo tunajifunza. Ni washauri tu kwamba wachukue nafasi hii. Ni fursa ya kipekee sana ambayo inakuja mara moja kama unavyomaliza form 6, kwamba nenda ukajifunze, nenda ukawe mkakamavu, nenda ukawe mtu mzalendo, ukawe Mtanzania halisi. Ondokana na hii mentality ambayo unapewa kwenye social media, ondokana na hii akili ambayo unaikuta tu mtaani. Usichukue tu vitu kutoka kwa watu ambao sio sahihi. Zile ni clip tu, waelewe kwamba ni clip. Mitandao sasa imeendelea. Kuna clip zinatengenezwa, wanarusha kwa ajili ya kulichafua Jeshi la Kujenga Taifa, jambo ambalo sio halina uhalisia ndani yake. Ukitaka kujua uhalisia wenyewe, nenda, kwa sababu Jeshi la Kujenga Taifa mimi naweza nikasema ni chuo kilicho bora kwa vijana wa Kitanzania, kwa sababu tunaenda kujifunza uzalendo, maadili, tunajifunza historia ya nchi yetu imefika wapi na inaenda wapi. Kwa upande wao, wanafunzi wa kike waliopitia mafunzo hayo wamesema taarifa za uwepo wa unyanyasaji katika mafunzo hazina ukweli na zina lengo la kuwakatisha tamaa wasichana wenye ndoto ya kutumikia taifa. Nimejifunza swala la ujasiri kama mwanamke, ambayo imeniletea manufaa mpaka sasa hivi. Nimeaminiwa katika serikali ya wanafunzi katika position ya katibu wa fedha katika ndaki ya insia na sayansi za jamii. Vile vile ni waase mabinti wenzangu katika jamii kwamba mafunzo ya JKT sio kwa lengo la kukandamiza wanawake. Kule ukiwa na uweredi wa kujitambua na kujielewa,
unaweza ukanufaidika na vitu vingi. Watu wengi na watoto wa kike wengi wanakuwa na uoga wa kusema kwamba mimi nikienda JKT nitapitia 1 2 3. Ila mimi kitu ambacho naweza nikakushauri, hizo ni fununu tu ambazo unakuwa unazipata. Mimi nimeenda pale Ruvu JKT, nimepata mafunzo yangu kwa muda wote wa miezi 3. Hizo changamoto ambazo wengine walikuwa wanazisema sikuwahi kuziona. Usimamizi wa pale ni mzuri. Unalelewa kama ambavyo malezi ya nyumbani kwenu. Tofauti ni kwamba unakutana na watu wengine, unapata kujua watu wengine, makabila mengine, watu wengine wanaishije, ukikutana na wengine unabidi uwe vipi. Na lengo kuu ni uzalendo. Umuhimu mwingine wa mafunzo hayo unatajwa kuwa ni wanaopitia kuwa na nidhamu na maadili, ambapo naibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma upande wa taaluma Profesa Razaki Lukina anasisitiza vijana kupata mafunzo hayo, ikiwezekana vijana wote. Kumekuwa na utulivu mkubwa sana yani wanafunzi wamekuwa ni wasikivu, na labda wale ambao wameenda wamekuja kuleta athari ambao ni chanya kwa wengine ambao hawakuweza kwenda, kwa sababu ile hali ya unidhamu ya kusikiliza kwa kiwango kubwa kwa wanafunzi wa UDOM imeongezeka sana. Wanasikiliza unakuta hata wenyewe wanaanzisha vikundi vyao, kwa sababu kwa mfano hapa wana kikundi cha wanakiita Integrity Club ya kuangalia maadili. Paka wameanzisha, kuna mwezi uliopita walianzisha kongamano kwa ajili ya kudiscuss na wameanzisha wao wenyewe. Kwa hiyo nakuta vijana wenyewe kuna namna fulani wamejitambua kwamba kweli kuna mmonyoko wa maadili. Kwa upande wake, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Meja Jenerali Rajab Mabele amewatoa hofu vijana, wazazi na walezi kuhusu mafunzo hayo. Sisi mafunzo yetu tunataka tumpe utimamu wa mwili kijana, tunataka tumlee katika maadili. Si mafunzo ya kijeshi, ni basic military training. Tunawapa basic. Yani apate tu zile kwamba akili ya kijeshi iko hivi. Mtu ukiwa mwanajeshi unatakiwa uwe na tabia hivi na hivi, na tabia moja hapo ndio uwe na nidhamu njema. Mwanajeshi anatakiwa awe mwaminifu, mwanajeshi anatakiwa awe mtii, mwanajeshi anatakiwa awe anapenda kazi. Kwa hiyo hivyo ndio vitu tunavyowafundisha, hatuwafundishi mafunzo ya kijeshi. Na asante sana Sharifa Mdeme kutoka Dodoma kwa kutuletea undani huo, ambapo umefungua macho walio wengi kuweza kusikia shuhuda hizo za vijana wa Kitanzania ambao wamepewa mafunzo yaliyo bora kabisa na ya kizalendo, na wakiendelea kuhamasisha wenzao kuhusu kujiunga na JKT. Asante sana kutoka Dodoma kwa undani huo wa alasiri kwa siku ya leo. Na sasa basi, mtazamaji, moja kwa moja bila kupoteza wakati, twende tukaangazie jicho la habari. Na jicho letu la habari leo linaanzia Dodoma, ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anatarajiwa kuzindua jengo jipya la kimkakati la shirika la viwango nchini TBS jijini Dodoma, ambalo litakuwa na maabara 3 za kisasa kwa ajili ya upimaji wa sampuli mbalimbali ikiwemo za vyakula, na hivyo kupunguza gharama na muda wa kupeleka kupima sampuli hizo jijini Dar es Salaam. Tuungane na James Bunuma ambaye yuko Dodoma akitupa simulizi zaidi ya taarifa hiyo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Dr. Ashura Katunzi ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na uzinduzi huo, ambapo jengo hilo ni la ghorofa 6 lilopo eneo la Njedengwa mkoani Dodoma. Tarajia siku ya kesho, kwa maana ya tarehe 4 Juni 2025, Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa mbunge, ambaye tunatarajia ataliwekea jiwe la msingi. Jengo lile limefikia ujenzi kwa 76%. Ni jengo la kimkakati katika makao makuu ya nchi Dodoma, na tunatarajia ni jengo ambalo litaendelea kuongeza thamani katika makao makuu ya nchi. Sanjari na hilo, Dr. Katunzi amebainisha kuwa shirika hilo la TBS linaendelea na uwekezaji nchini, ambapo inatarajia kuanza ujenzi kanda ya kaskazini mkoani Arusha, na tayari wameanza ujenzi kanda ya Ziwa
ghorofa 5 umefikia 35%. Kipindi cha Julai 2025-26 tunatarajia kuanza ujenzi katika mkoa wa jiji la Arusha, lakini sambamba na hilo tayari tumeshaanza ujenzi kanda ya Ziwa kwa maana ya Mwanza, na lenyewe tuna jengo ambalo lenyewe lina utofauti kidogo na hapa la makao la Dodoma. Lenyewe lina ghorofa 4 pamoja na ground floor, kwa hiyo jumla itakuwa na ghorofa 5 ambao ujenzi ule unaendelea na umefikia kwa 30%. Kutoka jijini Dodoma, James Bunuma, Clouds TV. Na kutoka Dodoma na sasa tuiangazie Tanga, ambapo mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amesema mkoa huo unatarajia kuandaa jukwaa la 7 la ushirika litakalofanyika kwa siku 2, ambapo wanachama wa vyama vya ushirika, viongozi wa serikali na wadau wa sekta hiyo kutoka ndani na nje ya mkoa huo zaidi ya 500 wakitarajiwa kushiriki. Raisa Said kutoka Tanga huyu hapa na simulizi ya taarifa hiyo. Ushirika si tu chombo cha kiuchumi, bali ni daraja la mshikamano, utu na maendeleo jumuishi, lakini pia ni njia madhubuti ya kuwawezesha watu kujitegemea, kushirikiana na kuinua ustawi wa jamii kwa pamoja. Akizungumza na waandishi wa habari, Balozi Dr. Batilda Buriani amesema jukwaa hilo ni mwendelezo wa wazo la kitaifa lililozaliwa kupitia kongamano la ushirika lililofanyika jijini Dodoma kwa lengo la kuimarisha, kutangaza na kuwezesha ushirika kuwa kichocheo cha maendeleo ya jamii na kiuchumi. Shiriki katika kongamano la wanaushirika lililofanyika katika mkoa wa Dodoma siku ya tarehe 23 Februari mwaka 2016. Lengo kuu ilikuwa ni kutangaza bidhaa na huduma zinazozaliwa au zinazotolewa na ushirika, lakini vile vile kuwakutanisha wanaushirika pamoja na wadau wa ushirika ili kujadili maendeleo ya ushirika. Tunafurahia kwamba kipindi hiki tunakutana tayari kuna benki ya ushirika ambayo ni pamoja na mafanikio makubwa ambayo serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan imeweza kuyafikia. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jukwaa la ushirika mkoa wa Tanga Dr. Godwin Maimu amesema lengo kuu la jukwaa hilo ni kujadili maendeleo ya ushirika, kuchambua changamoto zinazoukabili, kuangazia fursa zilizopo na kuweka mikakati ya pamoja ya kuimarisha mfumo wa ushirika. Tunategemea kwa uwepo wa jukwaa la ushirika iliendelee kuonyesha umma kwa namna gani limechangia katika kuangazia swala zima la kupunguza umaskini kwa jamii, lakini kwa namna gani pia fursa za uwekezaji na katika kuchangia pato la taifa limetokana pia na vyama vya ushirika. Naye mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tanga John Henjewele amesema mkoa wa Tanga kwa sasa umeanza usajili wa vyama vya ushirika kwa wakulima wa mwani, hatua inayolenga kuwajumuisha vijana katika shughuli za kiuchumi kupitia kilimo cha baharini. Napenda kuchukua fursa kusema kwamba sasa Tanga tumeanza vyama vya ushirika vya mwani. Kwa hiyo bado fursa zinaendelea kuongezeka na ni sehemu pekee ambayo vijana wanaweza wakapata maendeleo makubwa na kuachana na shughuli nyingine mbalimbali ambazo zimekwaza kimaisha. Kutoka hapa mkoani Tanga, Raisa Said, Clouds TV. Zaidi ya shilingi bilioni 3 zimetengwa kwa ajili ya kuimarisha sekta ya elimu nchini, hususan kwenye maeneo ya TEHAMA pamoja na kutoa motisha kwa walimu ili kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi, kutoka kampuni ya mawasiliano ya Vodacom Tanzania kupitia taasisi yake ya Vodacom Foundation. Kutoka mkoani Arusha, Marcel Lazaro anatupa taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa wiki ya Azaki inayoendelea hapa jijini Arusha, mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya mitaala Dr. Angela Katabaro amesisitiza umuhimu wa ushirikiano baina ya mashirika pamoja na serikali na jamii katika kuinua ubora wa elimu, huku akiipongeza na kuishukuru kampuni ya Vodacom Tanzania kwa kutoa kiasi cha shilingi bilioni 3.2 kwa ajili ya kuimarisha sekta ya elimu hapa nchini na kutoa motisha kwa walimu. Tunatarajia kwamba walimu hawa wataweza kupata vifaa vya kujifunzia mbalimbali, online learning materials, vitabu, moduli mbalimbali bila gharama yoyote, na hii itasaidia sana katika kuwawezesha kumudu kupata ujuzi ili waweze kuinua kiwango cha ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wetu kuanzia elimu ya awali hadi vyuo vya ualimu. Kwa upande wake, mdau wa maendeleo akizungumza jijini Arusha mara baada ya kutia saini makubaliano ya ushirikiano na asasi mbili za kiraia zinazojihusisha na elimu ikiwemo Twaweza na TIE,
Mkurugenzi wa Vodacom Foundation Zoena Farah amesema fedha hizo zitaelekezwa kwenye miradi itakayoboresha mazingira ya kujifunzia pamoja na kutoa motisha kwa walimu. Mkataba huu ambao tunaingia ni mkataba wa miaka mitatu ambao utaenda kuwezesha walimu zaidi ya 300,000 kwenye mikoa mbalimbali kupitia zile center ambazo zinaitwa Teachers Resource Centers, ambao tutawaunganisha kwa internet, lakini pamoja tunaenda kudonate vifaa vya tehama. Kupitia support hii ambayo tumesaini mkataba leo na Vodacom, tutaweza kuwafikia wanafunzi, hasa tunawalenga wa shule ya msingi. Awali akizindua wiki ya Azaki, mwenyekiti wa bodi ya Azaki Mary Sila amesisitiza mashirikiano baina ya asasi za kiraia ili kuwahudumia wananchi na kuleta miradi ya maendeleo. Wiki ya Azaki ni moja ya mbinu ambayo tunaitumia kuweza kutimiza maono haya, lakini vile vile wiki hii ya Azaki huchangia moja kwa moja katika juhudi zinazosogeza mbele ajenda ya maendeleo ya Tanzania kwa kukuza ushirikishwaji na ubia kwa manufaa ya wananchi wetu. Kutoka hapa jijini Arusha, jina langu ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV. Na hatimaye jijini Dar es Salaam, viongozi wa dini wameshauri serikali na wadau kuendelea kuimarisha zaidi huduma kwa jamii ya watoto wenye mahitaji maalum, hususan wenye ulemavu, kutokana na ongezeko la watoto wenye changamoto ya usonji na matatizo mengine yanayohusisha afya ya akili. Kwa undani wa taarifa hiyo, hapa ni Pili Makana akitupa simulizi hiyo. Ushauri huo umetolewa na naibu katibu mkuu wa Dayosisi ya Mashariki ya Pwani wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, Mchungaji Willibrod Mastai. Akiwa jijini Dar es Salaam, Mchungaji Mastai amesema kutokana na ongezeko la watoto wenye changamoto ya usonji na matatizo mengine yakiwemo yale ya afya ya akili, wameazimia kujenga kituo kipya cha mafunzo kwa watoto wenye uhitaji maalum, hususan wenye ulemavu wa akili. Pia kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi na uchakavu wa miundombinu na huo uhitaji mkubwa ulioongezeka, kanisa au uongozi wa kanisa umelazimika kutazama na kulazimika kuanza mpango wa ujenzi wa kituo kipya kitakachozingatia standard za kisasa au za kimataifa, na ujenzi huu unategemea kufanyika katika eneo la Kitopeni, Bagamoyo. Kanisa hilo limetoa wito kwa wananchi na wahisani mbalimbali katika kilele cha harambee itakayofanyika Juni 5 mwaka huu, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kanisa linatoa wito moja kwa wahisani tulioalika kushirikiana pamoja na Mheshimiwa Rais na mkuu wa kanisa katika tukio hilo siku hiyo, kufika bila kukosa. Lakini pia kanisa linatoa ujumbe kwa jamii kwamba tushirikiane katika ujenzi wa kituo hichi. Wale watoto wana uwezo binafsi ulioko ndani, wanaweza wakawa na ujuzi, wanaweza wakawa na skills mbalimbali ambazo zinaweza zikawasaidia kimaisha. Kwa hiyo sisi kujenga kituo hiki ni pamoja na kuwasaidia hawa watoto kwanza kitaaluma, waweze kujitegemea wao wenyewe. Mradi huo unakadiriwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 6 na ukikamilika unatarajiwa kuwa mkombozi mkubwa kwa familia nyingi zinazolea watoto wenye ulemavu wa akili. Na asante sana Pili Makana, ambapo kwa siku ya leo ndio ambayo inahitimisha jicho la habari kwa hizo ambazo tumekusanyia kwa siku ya leo. Na sasa ni ule wasaa kwenda kuperuzi katika zile kurasa pendwa za mitandao ya kijamii katika The Screenshots.